Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Somo letu la leo baoni litakuwa ni nasibul mudhari'u bi an mudhmaratan ba'da lam ta'lili. Hili ndio somo letu la leo, na somo hili ni somo la 12 katika juzuu ya pili nahawul wadhihu fi qawaid lughati al-arabiyya lilmarhalati al-ibtidaiya. Hili ni somo la 12. Sasa katika somo letu hili tutajifundisha nini? Tutajifundisha nasibul mudhari'i, kuinasibisha fi'lu mudhari kwa an mudhmara, kwa an iliyofichwa, baada lam ta'lili, baada ya lam sababia. Kwa hiyo tutakwenda kuona kwamba namna gani fi'lu mudhari inanasibishwa kwa an ambayo kwamba ni mudhmara, an iliyofichwa, na vile vile pia tutafahamu an ambayo ni dhahiri, na vile vile pia tutafahamu lam ta'lili, lam sababia. Haya ndio mambo ambayo kwamba tutakwenda kujifundisha katika somo letu hili la leo. Sasa kama kawaida, somo letu limegawanyika sehemu kuu 4. Sehemu ya kwanza ya somo itakuwa ni kutafsiri jumla za Kiarabu kwa lugha ya Kiswahili. Sehemu ya pili ya somo tutakwenda kwenye bahthi, na hapo ndo kwenye kiini cha somo. Sehemu ya tatu ya somo itakuwa ni kaida, tutaangalia msingi wa somo. Ama sehemu ya mwisho ambayo ni sehemu ya 4, tutaangalia namna ya kuweka irabu jumla zilizopo ubaoni, kwa maana kuweka irabu pia ni sehemu ya kusoma nahau. Unaposoma nahau ni vema pia ufahamu namna ya kuweka irabu. Sasa bila kupoteza muda, tuanze na sehemu ya kwanza ya somo letu. Nasibul mudhari'i bi an mudhmaratan ba'da lam ta'lili. Al-amthilatu, mifano. Sasa mifano yetu ipo kwenye makundi mawili, kundi la kwanza na kundi la pili. Sasa mifano iliyopo kwenye kundi la kwanza ndio ile ile mifano iliyopo kwenye kundi la pili, isipokuwa tofauti iliyopo kwenye mfano wa kundi la kwanza hakuna an, ila mifano katika kundi la pili kuna an, ndio tofauti, lakini mifano ni ile ile na maana ni ile ile. Sentensi ya kwanza, jalastu li astariha, nimekaa ili nistarehe. Jalastu li an astariha, nimekaa ili nistarehe, maana ni ile ile. Tofauti hapa ni an mudhmara, an imefichwa, hapa an imekuwa dhahira, imedhihiri, ndio tofauti. Sentensi ya pili, hadhartu li a'uda al-maridha, nimehudhuria ili kumtembelea mgonjwa. Hadhartu li a'uda al-maridha, nimehudhuria ili kumtembelea mgonjwa. Kwa hivyo tunaona hapa kwenye fi'lu mudhari ya kundi la kwanza hakuna an, ama fi'lu mudhari katika kundi la pili kuna an. Kwa hiyo hapa ni an mudhmara, ni an iliyofichwa, na hapa ni an dhahira, ni an iliyo dhahiri. Yajitahidu talibu liyanjaha, anajitahidi mwanafunzi ili afaulu. Yajitahidu talibu li an yanjaha, anajitahidi mwanafunzi ili afaulu. Kwa hivyo kama tunavyoona kwa maana pili kwenye fi'lu mudhari yanjaha, kwenye kundi la pili kuna an dhahira, ama kundi la kwanza an ni mudhmara, imefichwa. Banaitu baitan li askuna fihi, nimejenga nyumba ili nikae ndani. Banaitu baitan li an askuna fihi, nimejenga nyumba ili nikae ndani. Kwa hivyo na sentensi ya mwisho ni hivyo hivyo. Kwenye fi'lu mudhari katika kundi la kwanza an imekuwa ni mudhmara, imefichwa, haipo, na katika kundi la pili tunaona an imedhihiri, lakini maana ni hiyo, kwa maana mifano iliyopo kwenye kundi la kwanza ndio ile mifano iliyopo katika kundi la pili. Hiyo ndio sehemu ya kwanza ya somo letu. Sasa twende sehemu ya pili ya somo letu, tuangalie bahthi. Al-bahthu, undhuru ila al-af'ali al-mudhari'ati fi amthilati al-qism al-awwal. Anasema tazama vitendo vya mudhari'a katika mifano
iliyopo kwenye kundi la kwanza. Tajidu kulla minha, utaikuta kila mmoja masbukan bilami, utaikuta kila moja, yani kila fi'lu mudhari katika hilo kundi la kwanza imetanguliwa ni lamu. Tufidu anna ma ba'daha illatun wa sababun fi usuli ma qablaha. Hiyo lamu iliyotangulia fi'lu mudhari imekuja kutoa faida au imekuja kutuonyesha kwamba kilichopo baada yake ndiyo lengo na ndiyo sababu ya kupatikana kilichopo kabla yake. Fali istirahatu, basi kustarehe, ilatu, ndiyo lengo wa sababu na ndiyo sababu, fi julusi, ya kukaa. Kwa hiyo jalastu li astariha, kwa hiyo lengo la kustarehe pale, jalastu li astariha, kwa hiyo kustarehe pale ndio sababu ya kukaa, ndio anachotaka kusema. Anasema wa iadatul maridhu, na kumtembelea mgonjwa, illatun fi hudhuri, ndio sababu ya kuhudhuria. Kwa hiyo hadhartu li auda almaridha, kwa hivyo anasema kumtembelea mgonjwa ndio sababu ya kuhudhuria. Wa halumma jara, na mengineyo. Wa min ajli dhalika tusamma hadhihi lamu lam ta'lil, kwa ajili hiyo hii lamu ndio inaitwa lam ta'lili, lam sababu. Ta'lili maana yake ni sababu, kwa hiyo hii inaitwa lam ta'lili. Wa idha ta'amalta akhir al-fi'l al-mudhari, sasa ukiangalia kwa umakini mwisho wa ile fi'l mudhari, baada hadhihi lam, baada ya hii lamu hii, fi amthilati al-qism al-awwali, katika mifano kwenye kundi la kwanza, tajiduhu mansuban, utaikuta hiyo fi'l mudhari imenasibishwa. Fama alladhi nasabahu, basi ni kitu gani kilichoinasibisha hii fi'l mudhari? Alladhi na'rifu anna nasba al-mudhari la yakunu illa bi ihda hurufi al-arba'a wa hiya an, lan, idhan wa kai. Kwa hivyo anasema hivi, kile ambacho tunakifahamu sisi hakika ya kuinasibisha fi'l mudhari, hakika kunasibisha fi'l mudhari, la yakunu, hakui ila isipokuwa kwa moja kati ya herufi nne. Yani fi'l mudhari hainasibiki mpaka itokee moja miongoni mwa hizi herufi nne. Zipi hizo? An, lan, idhan wa kai. Kwa hivyo hizi hazikutokea, lakini tumeiona fi'l mudhari bado imekuwa imenasibishwa. Wa bima annahu la yujadu fi hadhihi al-amthilati nasibun dhahirun min hadhihi nawasib al-arba. Pamoja na hayo hazikuonekana, pamoja na hayo la yujadu, hazipatikani katika hii mifano vinasibishi ambavyo ni dhahiri miongoni mwa hivi vinasibishi vinne. Yani hatukuti hata moja ambayo imekuja kabla ya fi'l mudhari. Lam yakunu hunaka mafarum, basi hakuna jinsi, hakuna kimbilio, min idhimari wahidun minha fi kulli mithali, basi hakuna jinsi zaidi ya kuificha moja kati ya hizi herufi nne. Fama huwa dhalika nasibu alladhi nudhammiru, basi ni nasibi ipi hiyo, ni herufi ipi hiyo ya kunasibisha ambayo tumeificha, ni ipi hiyo? Au nukadiru, au tunaikadiria. Limaarifati dhalika nandhuru ila amthilati al-qismi athani, kwa kufahamu hilo sasa tuangalie mifano iliyopo katika kundi la pili. Fanajidu anna hadhihi al-af'alu nafsaha, tunakuta hivi vitendo ndio vile vile vilivyotumika kwenye kundi la kwanza. Kwa hivyo vitendo vilivyopo katika kundi la pili ndio vile vile vilivyopo katika kundi la kwanza. Mifano iliyopo katika kundi la kwanza ndio ile ile iliyopo katika kundi la pili. Kwa hivyo anasema kwamba fanajidu anna hadhihi al-af'al nafsa. Kwa hivyo katika kundi la pili tukitizama tunavikuta hivi vitendo ni vile vile. Masbuqatun bilamin, vimetanguliwa ni lamu ta'lili. Mansubatun, vimenasibishwa.
bi an dhahira, kwa an iliyo dhahiri. Kwa hivyo tukitizama sasa mifano iliyopo katika kundi la pili, tunavikuta hivi vitendo vya fi'il mudhari vimetanguliwa na nini? Na lam ta'lili, alafu vile vile pia vimekuwa ni mansuba kwa an iliyo dhahiri. Kwa hiyo an imedhihiri kwenye mifano iliyopo katika kundi la pili. Wa hadha dalilu ala anna an hiya allati nudhamiru wa nukaddiru. Kwa hivyo hii ndio dalili kwamba hiyo an ndio ambayo kwamba tumeificha na tumeikadiria baada lam fi amthilati alqism alawwali, katika mifano iliyopo kwenye kundi la kwanza. Wala makanati an nasibatu lilfi'li, pindi ilipokuwa an ndiyo yenye kunasibisha fi'lu almudhari, tadhharu ba'da lami ta'lili taratan wa nudhammiru taratan ukhra, ikiwa pindi ilipokuwa an ndio nasibu yenye kunasibisha fi'lu mudhari, inadhihiri mara moja na inadhihiri baada anasema tena ana nasibu, an nasibu, ile an ambayo ndio harfu ya kunasibisha fi'lu mudhari inadhihiri baada ya lam. Kuna muda inadhihiri na kuna muda haidhihiri. Kana dhalika dalilan ala anna idhmari, basi inakuwa ni dalili kwamba kuificha hiyo lam fi hadha almawdhi, katika sehemu hii ya izan, inajuzu pindi ilipokuwa hii an muda mwingine inadhihiri na muda mwingine haidhihiri. Kwa hivyo imekuwa kuificha hii lamu ni jaiza, inajuzu kuto kuidhihirisha, kama tulivyoona upande wa kwanza wa sentence, kundi la kwanza haikudhihiri, upande wa pili imedhihiri. Kwa hiyo kwa sababu ya kuwa hii lamu mara inadhihiri mara haidhihiri, kwa hivyo imekuwa kuifanyia idhma, kuificha hii lamu ni jaiza, ni jambo linalojuzu, linafaa. Sasa hii ndiyo sehemu yetu ya pili ya somo. Sasa tuelekee sehemu ya tatu ya somo, tuangalie kaida msingi. Anasema hivi, yunsabu alfi'lu almudhari'u, inanasibishwa fi'lu mudhari bi an mudhmaratan jawazan ba'da lam ta'lil, inanasibishwa fi'lu mudhari'i kwa an mudhmara, kwa ile ani iliyofichwa baada ya lam ta'lili. Kwa hivyo inajuzu kuinasibisha fi'lu mudhari kwa an iliyofichwa. Haya, hii ndio sehemu ya tatu ya somo letu. Tumeona kaida. Sasa tuelekee sehemu ya mwisho, sehemu ya 4 ya somo letu. Turudi na ubaoni kuweka irabu jumla zilizopo ubaoni, kwa maana kuweka irabu pia ni sehemu ya kusoma nahwu. Haya, anasema nasibu al-mudhari'i bi an mudhmaratan ba'da lam ta'lili. Nafikiri tumeshakuwa na maarifa yaliyokuwa kamili kufahamu hiyo fi'lu mudhari iliyonasibishwa na an mudhmara na an iliyo dhahiri, na pia tumeifahamu lam ta'lili ni ipi. Sasa tuangalie namna ya kuweka irabu. Al-amthilatu, mifano. Anasema jalastu liastariha. Jalastu inakuwa ni fi'lu madhi mabni ala sukuni litisali ta mutaharrik. Liastariha lam ta'lili. Astariha fi'lu mudhari mansuba bi an mudhmara, kwa ni fi'lu mudhari iliyonasibishwa kwa an iliyofichwa. Jalastu li an astariha, kwa jalastu fi'lu madhi mabni ala sukuni litisali ta mutaharriku. Li an lam ta'lili. An ni harfu nasbi, astariha ni fi'lu mudhari mansubu bi an dhahira. Kwa fi'lu mudhari mansuba bi an wa alamatu tasbih fathatun dhahiratu fi akhirih. Hadartu fi'lu madhi mabni ala sukuni litisali ta mutaharriku. Li a'uda lam ta'lili. A'uda ni fi'lu mudhari mansuba bi an mudhmara. Al-maridhu maf'ul bihi mansuba.
hadhartu fi'lu madhi mabni wala sukuni litisali ta mutaharriku. Li lam ta'lili. An harfu nasbi. A'uda ni fi'lu mudhari mansuba bi an dhahira. Al-maridha maf'ul bihi mansuba. Yajtahidu talibu lianja. Yajtahidu fi'lu mudhari marfu bi dhammati dhahiratu fi akhirih. Atalibu fa'ilu marfu bi dhamma. Lianjaha lam ta'lili. Yanjaha ni fi'lu mudhari mansuba bi an mudhmara. Yajtahidu fi'lu mudhari marfu bi dhammatin dhahiratu fi akhiri. Atalibu fa'il marfu bi dhammatu. Li an lam ta'lil. An ni harfu nasbi. Yanjaha ni fi'lu mudhari mansuba bi an wa alamat nasbi fathatun dhahiratu fi akhiri. Sentensi ya mwisho, banaitu fi'lu madhi mabni wala sukuni itisali ta mutaharriku. Baitan maf'ul bihi mansuba. Li askuna lam ta'lil. Askuna ni fi'lu mudhari mansuba bi an mudhmara. Fihi ni jar wa majrur. Fi ni harfu jarri. Ha ni dhamiru muttasilu. Dhamiru muttasilu fi mahali jarri majruru bi fi. Kwa hiyo fi jaru wa majruru. Banaitu ni fi'lu madhi mabni wala sukuni litisali ta mutaharriku. Baitan ni maf'ul bihi mansuban li an askuna lam ta'lili. An ni harfu nasbi. Askuna ni fi'lu mudhari mansuba bi an dhahira. Fihi ni jaru wa majrur. Haya, hii ndio sehemu ya mwisho wa somo letu. Kwa hivyo tumefahamu namna ya kunasibisha fi'lu mudhari kwa an mudhmara, na pia tumefahamu lam ta'lili. Inshallah tuishie hapa, na hapa ndio mwisho wa somo letu. Somo lijalo litakuwa ni nini? Somo letu lijalo litakuwa ni, tutatizama somo ambalo kwamba litakuwa ni nasbu al-mudhari'u bi an mudhmara ba'da lam al-juhudi. Kwa hiyo somo lijalo kuja tutaifahamu, tutaisoma lam al-juhudi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.